Lakini kabla sijafika huko, nataka tuliangalia hili jambo, ndugu mtazamaji wangu. Sisi Christmas hii, kwa sababu haikuwepo, neno Christmas halipo wazi katika Biblia, lakini Christmas na taratibu yake tumepokea kama utamaduni. Ni mapokeo ambayo kizazi kingine na kizazi kingine kinapokea, na mpaka leo tumeendelea kupokea. Manake huu ni mwaka wa 1689 ya Christmas inasherehekewa kutoka ule mwaka wa 336. Sasa waliotengeneza haya, wale mababa wetu wa imani, je, wote walikuwa wamekengeuka? Hapo ndipo ambapo ni muhimu kuelewa historia na mazingira ya kwa nini ikaamuliwa tarehe 25 ndiyo iwe kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu. Kumbuka, hii ni sikukuu ambayo ilikuwa imeshikamana na maisha ya watu. Kwa hiyo na kipindi hiki, kwa sababu giza lilikuwa linatanda na baridi ni kali, mahali pengine inaambatana mpaka na mvua, mahali pengine inaambatana mpaka na barafu. Kwa hiyo watu walikuwa hawaendi kulima, watu hawaendi kuchunga, watu hawasafiri, walikuwa wapo nyumbani muda mwingi. Na kwa hiyo ikawa ni kipindi cha ambacho yani ni lazima tu utake usitake, lazima utasherekea. Sasa katikati ya upagani huu watu wanaokoka, na watu wanapookoka, ikifika tarehe hii, kuna hii sikukuu ya kipagani, wafanyeje? Hapo ndipo hekima ya mababa zetu hao wa imani wakaona, wakiacha hivi hivi, hii sikukuu itawameza watoto wao, itawameza na wengine ambao walikuwa wanaokoka, ambao bado hawajakomaa kiimani, na wanaweza wakarejeshwa nyuma. Kwa hiyo walichoamua kukifanya, hii ninakwambia, huu ni mwaka wa 221, mwaka wa 273 kabla ya mwaka 336 ambapo Christmas ndio ilifanywa kuwa rasmi. Hii ibada Christus Misa ndio ilitengenezwa mwaka 336. Hapo nazungumza za chini chini, hakuna aliyekuwa anajua, yani haya ni maamuzi tu ya watu ambao walikuwa wameokoka kulingana na changamoto walizokuwa wanazipitia. Wakaona tutatatuaje hii changamoto ambayo tunakutana nayo. Watoto wanaona, unaweza kunielewa vizuri ndugu mtazamaji, mimi nimekaa katika maeneo ambayo kuna Waislamu wengi sana, alafu nakuta Wakristo ni wawili. Ile sikukuu ya Idi ilikuwa ni sikukuu ambayo inakuwa na nguvu. Watoto wanavaa nguo mpya, wanakula chakula kiasi kwamba ilikuwa inawalazimisha wazazi na wenyewe wapike pilau ili watoto wasije wakachotwa kwenda kula pilau sehemu nyingine. Alafu watoto wanakuwa wanadai nguo kwa sababu watoto wenzao pia wanavaa nguo. Kwa hiyo haya mambo ya kitamaduni, mambo ya kijamii yanakuwa na nguvu sana, ambayo usipopata hekima ya kwenda nayo unaweza ukajikuta unachotwa. Sasa hao wazee wetu walipata hekima, wakaona hii hatuwezi kuifuta, ina nguvu sana katika jamii. Wao wakaamua kubadilisha matumizi sasa ya sikukuu. Wakati wengine wanasherehekea kwa habari ya Mungu jua, Wakristo wenyewe wakawa wanasherehekea kwa sababu hawakuona mahali pengine popote pale ambapo wangeweza, Biblia haijataja wazi kwamba washerehekee, waazimishe kuzaliwa kwa Yesu lini, na ni tukio la kweli, tukio ambalo tukio ambalo limeleta mapinduzi makubwa na limebadilisha historia ya ulimwengu na historia ya mwanadamu. Wakaona lipo ili tukio la kweli, hebu tuliweke hapa. Wakati hawa wengine wanasherehekea Mungu jua, sisi tukumbuke kwa habari ya Yesu, ambaye Malaki anamtaja kwenye sura ya 4 kwamba is jua la haki, the righteous sun, huyu Yesu. Kwa hiyo wanaunga pale kwamba hawa wanasherehekea jua, sisi tunasherehekea aliyeumba jua, ambaye anatajwa kama jua
la haki. Na zipo nakala nyingi za kihistoria zinaonyesha, moja inawekwa na St. Augustine of Hippo, huyu ndiye mtakatifu Agustino wa Hippo, mbali ya Paulo ambaye anatajwa kama mwanatheolojia wa kwanza wa kanisa ambaye amejenga fundisho la Kikristo. Baada ya yeye anakuja Agustino wa Hippo. Sasa huyu Agustino wa Hippo anaweka katika maandishi yake, ananukuliwa kwamba alikuwa anahubiri katika kipindi hiki, alafu anawaasa Wakristo wenzake, anaambia ndugu watakatifu wa Bwana, tusisherekee sikukuu hii kama ambavyo wasioamini wanasherehekea. Wao wanasherehekea kwa habari ya Invictus Sun. Yeye anasema sisi tunasema who is Invictus, nani ni mshindi kama sio Yesu, yeye ambaye alikufa alafu kifo hakikuweza kumshika akafufuka. Kwa hiyo anasema wakati hawa wanasherehekea Invictus, manake ni Invictus Sun, jua, sisi tunajua ya kwamba Invictus wa kweli, yani asiyeshindwa wa kweli ni Yesu, maana yeye hata kifo hakikuweza kumshika. Kwa hiyo anawaasa Agustino Hippo kwamba waisherekee kwa namna hiyo. Hivi ni moja vya sheria na kuonesha ambavyo viliwafanya mababa hawa wa imani waamue kuisherekea Christmas tarehe 25. Kwa hiyo walifanya hivyo kwa ajili ya kutunza kwanza imani ya Kikristo isije katekwa na imani ya kipagani, lakini pili, kumbuka ya kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Kwa hiyo huu ulikuwa ni wakati mzuri sana wa kufanya uinjilisti, na hilo ndio kusudi la Yesu kuja duniani. Kwa hiyo kaona, kwa sababu watu wengi walikuwepo majumbani, kwa sababu waendi popote pale. Kwa hiyo hawa Kristo wa kwanza walifanya kazi nzuri sana hii ya kupita na kuwashuhudia watu, na rekodi za historia ya kanisa zinaonyesha kwamba kazi yao ilikuwa si bure. Manake unapofika ule mwaka 313 karibia unaambiwa nusu ya dola ya Rumi na zaidi ya nusu ya dola ya Rumi wote walikuwa ni Wakristo. Kwa hiyo waliitumia vizuri sana. Ndugu mtazamaji wangu, hivi ndivyo vitu ambavyo viliwafanya mababa wa imani wakaamua kuisherehekea Christmas tarehe 25, mbali ya historia iliyokuwepo nyuma yake. Sasa wewe utaamua mwenyewe kwa hukumu kama walifanya vema au hawakufanya vema, lakini mimi nikisimama kwa hukumu, ninaona walifanya maamuzi sahihi sana, kwa sababu leo kati ya nchi 197 za Umoja wa Mataifa, nchi 190 zina sikukuu ya Christmas, na pamoja sikukuu leo imevamiwa na mambo mengi, lakini bado Yesu anatajwa katika sikukuu hii. Kweli wamemuongeza Santa Claus, wameweka na vitu vingine vingi, lakini bado nilikuwa naangalia katuni moja, wamemweka Santa Claus pale, alafu mtoto akamuuliza mama yake, akamwambia, mama, what are we celebrating? Tunasherehekea nini? Yule mama akamwambia, tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo hakuna namna, watajaribu kuifanya wanavyoweza kuifanya, lakini bado kabisa Yesu hatoacha kutajwa. Sasa kama Yesu anatajwa katika nchi zaidi ya 190, upende usipende, nchi 165 hizi ni sikukuu rasmi kabisa, yani siku hii zimewekwa kwenye kalenda, kwa hiyo ni mapumziko. Nchi 25 hizo zinasherehekewa tu na watu kimya, ndio zinafanya nchi 190. Kwa hiyo aiza upende usipende, bado utamsikia Yesu akitajwa katika
msimu huu wa sikukuu ya Christmas, pamoja na mambo mengine yote yanayotokea, lakini bado Yesu anatajwa. Na Yesu anapotajwa, makusudi ya kuja kwake duniani, ya yeye kuzaliwa, kufanyika mwili, pia yanatajwa. Kwa hiyo mimi nikisimama niseme ni wahukumu kama walifanya sahihi ama hawakufanya sahihi, ninaona kile walichokifanya kimekuwa na matokeo makubwa na mazuri zaidi kuliko ambavyo ingeweza kufanyika katika kipindi kingine. Ndio maana nikasema Roho Mtakatifu alikaa kimya kuhusu tarehe, ili ije itafutwe siku maalum ambayo ingelifaa kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu, alafu ikaendana na kusudi la Yesu kuja duniani. Hizi ndio sababu ambazo zilifanya mababa wa imani, pamoja kuwa na mgogoro wa tarehe 25, bado wakaamua kusherekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25.